sura ya 41 mstari ule wa 25 anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye anaamini mimi, hajapokufa atakuwa anaishi. Ufufuo wa uzima, Yesu Kristo yeye anatuonyesha atakuwa uzima, na ndio maana tunapaswa kutazama kwamba Yesu Kristo amefufuka ni ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Yesu amekufa mara moja kwa ajili yetu, kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe tupate kupona. Na huku kufufuka kwa Yesu Kristo ni uthibitisho kuwa dhambi na mauti hazina nguvu tena juu ya wale wote wanaomwamini. Ndugu yangu mpendwa, tumaini lako umeliweka wapi? Tumaini lako umeliweka katika vitu vya dunia hii ambavyo kwa unapita mara moja na kutoweka na historia yake inafutika. Hata kama ukiwa una vitu vya aina gani, uweke tumaini kwenye vitu hivyo. Vitu hivyo kuna wakati vitafutika na historia yake itafutika kabisa kwenye vitu vya watu na wala hawakufutika tena. Lakini Yesu kufufuka ni tumaini letu la wote kuamini. Katika neno hili tulilosoma kutoka katika kitabu hiki cha Marko Mtakatifu, neno hili linatuonyesha tukio la asubuhi ya Pasaka, siku ya kwanza ya juma, ambayo tunaona wanawake hao walikimbilia kaburini kama ilivyokuwa desturi ya wanawake fika kaburini, na walijiwekea kwamba lazima watafika kaburini waweze kuupaka mwili wa Yesu mafuta. Na wanawake hao wale wakiwa wanajiuliza kwamba ni namna gani ambavyo jiwe hilo tutalibadilisha, maana jiwe hilo lilikuwa kubwa, lakini wanawake hao wakawa na imani, wakawa ujasiri mkubwa wa kuelekea huko kaburini, yaani kama watu waliosema kwamba tutaenda kujua huko. Maana ukiangalia wanawake hao kuanzia Yesu alipokamatwa, wanawake walikuwa wanamtazama Yesu, walikuwa wanatazama mapigo aliyokuwa akiyapata. Na hata kutazama katika somo la Marko 15 unaona jinsi wanawake ambazo walimtazama Yesu alipozika. Maana tunaona Yusufu alienda kudai mwili wa Yesu ili aweze kuzika, na tunaambiwa kwamba Yusufu pamoja na kudai mwili wa Yesu, lakini Pilato aliendelea kukataa, na baadaye Pilato akawauliza walinzi, je, ni kweli huyo amekufa? Walinzi wakajibu ndio amekufa, na ndipo akaruhusiwa Yusufu kuchukua mwili ule wa Yesu. Lakini tunaona kwamba wanawake hao waliendelea kufuatilia jambo hili. Wanawake wakakaa kwa mbali, kiangalia katika kitabu hiki cha Marko, wakakaa kwa mbali kuona namna ambavyo Yesu atazikwa. Tunaonyesha kwamba Yesu umewekwa mahali hapa na kukawekwa jiwe kuu, ambayo jiwe hilo lilishindana kubadilishwa na mtu mmoja wa watu ambao hana Mungu hawezi kubadilisha jiwe. Lakini katika somo hili tunaona wanawake asubuhi na mapema walienda kulitazama kaburi la Yesu ili waweze kumpaka Yesu mafuta. Lakini wanapofika kaburini wanakuta tayari jiwe limebadilishwa na Yesu aliyezikwa mahali pale hayupo tena.
mstari ule wa 4. Hapa alipotazama aliona kuwa lile jiwe limekwisha kuinuliwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi meupe. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Sasa amefufuka, hayupo hapa. Watazameni mahali alipolazwa Yesu. Ndugu zangu wapendwa, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo unatupa sisi ushindi wa kutembea kwa mbele na kuendelea kusema kwamba Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka. Na zisiwe zile sauti ambazo zinakemea msulubishe. Matendo yetu ambayo maovu yanaendelea kukemea sauti hizo za msulubishe, na wala sio sauti za kusema kwamba amefufuka, amefufuka, amefufuka. Maisha yako unayoishi unapaswa kuona kwamba ni sauti gani katika maisha yako unayopasa. Unaungana na wanawake hao kupata sauti kwamba amefufuka kweli kweli, au unaendelea kupata sauti ukiungana na Pilato kusema asulubishi? Ndugu yangu mpendwa, maisha yetu yako mikononi mwa Mungu. Maisha yetu ya mtazamo huyu aliyefufuka leo hii. Maisha yetu na matendo yetu yaendane na huyu Yesu mfufuka. Na tukitazama kifo hiki cha Yesu na ufufuko huu, wanafunzi wake walidhani kila kitu kimeisha baada ya kifo chake. Waliendelea kujiuliza, wanawake hawa waliendelea kujiuliza, ni nani atakayetuingishia jiwe lile mlangoni? Tunaona katika maisha yetu kuna magumu mengi ambayo tunaona ni nani atakayetusaidia katika mambo haya. Ni nani atakaye tuondolea huzuni zetu? Ni nani atakaye tuondolea magonjwa yetu? Lakini sauti ya leo inasema tumaini letu tuliweka kwa Yesu mfufuka. Yeye ndiye ambaye anatusaidia katika mambo haya. Malaika aliwaambia waende wakawaambie Petro na wanafunzi wengine kwamba Yesu atakuja Galilaya. Yesu alipofufuka alipata sauti, akawaambia hata yule ambaye alimkana kwa kweli. Tunaweza tukamwita kama msaliti. Mtu unampesa mtu, lakini katika mafanikio yake anaendelea kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba Yesu anatupa taarifa, mwambieni Petro kwamba natangulia kwenda Galilaya. Hivyo ndugu zangu wapendwa, tukae katika maisha haya tukiwa tunasameheana bila kuwekana vinyongo katika maisha haya. Mpe Yesu nafasi ya kweli ndani ya moyo wako. Hapo utakuwa mshindi wa kweli wa huyu Yesu kufufuka siku ya leo. Lakini ukiendelea kung'ang'ania, ukiendelea kuweka kinyongo ndani ya moyo wako, unaendelea kumsulubisha Yesu msalabani. Kwa kupitia ufufuko wa Yesu Kristo, tuwe tumesamehewa dhambi zetu, tumepata tumaini la kweli, na uzima wa milele unapatikana kwa wote wanaomwamini. Hivyo tunapaswa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, tukiacha yale yote ya kale yanayotufanya tunakosa kule uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, katika Pasaka hii tunaomba kwa Mungu aendelee kutazama ndani ya moyo wako
lakini bado tuna mizigo, bado tuna mahangaiko ndani ya mioyo yetu. Pasaka hii Yesu Kristo akusaidie, akuonyeshe namna ya kutumikia katika roho na kweli, uonyeshe maumivu yale ambayo wanawake hawa wanapata, uonyeshe upendo wa kweli. Kila wakati kwa mara nyingi nasema kwamba aliye na upendo wa kweli ni Yesu Kristo pekee, ambaye yeye alikufa na kufufuka kwa ajili yetu. Sisi wanadamu tunaonyeshana upendo wa dunia hii, upendo wa vitu, upendo wa mali, upendo wa kusaidiana katika kazi mbalimbali, lakini upendo wetu wakati mwingine unakuwa na unafiki tu, na wala hautumii matendo mema ya kumsaidia mtu kupita katika uzima wa milele. Hivyo ndugu yangu mpendwa, acha kukata tamaa, weka tumaini lako kwa huyu Yesu kufufuka, na zaidi sana muombe Yesu akupe neema, akupe nguvu. Unapotembea katika Pasaka hii, utembee na huyu Yesu kufufuka, utembee na Yesu ukiwa huna manunguniko. Watazama wanawake hao walikuwa na ujasiri mkubwa wa kufika kaburini ili kuona nini kilichoendelea. Hivyo ndugu zangu wapendwa, Bwana atusaidie tuishi maisha ya ushindi, tukiwa na uhakika kwamba kaburi ni tupu na Yesu yu hai. Tujaze na ujasiri katika mioyo yetu, tueneze habari hii njema ya kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo katika ulimwengu wote, na zaidi sana tujiandae